Umeshawahi kujiuliza, inawezekanaje mtu asiye na pesa akaishi maisha ya kifahari kama bilionea? Inawezekanaje kudanganya mabenki, hoteli za kifahari na hata matajiri wenyewe bila kushikwa mapema? Na zaidi ya yote, inawezekanaje dunia ikakuamini wakati huna chochote? Hii si hadithi ya kawaida, ni hadithi ya msichana mmoja aliyeamua kuishi maisha ambayo hayakuwa yake. Maisha ya kifahari bila hata kuwa na pesa. Kwa macho ya watu, alikuwa kila kitu, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anaigiza tu. Jina lake ni Anna Delvey, lakini jina lake halisi ni Anna Sorokin. Anna alizaliwa tarehe 23 Januari mwaka 1991 nchini Urusi. Alitokea katika familia ya kawaida kabisa. Baba yake alikuwa dereva wa lori na mama yake alikuwa mfanyakazi wa kawaida. Hakukuwa na utajiri wowote mkubwa katika maisha yake ya utotoni. Lakini tangu akiwa mdogo, Anna alikuwa na ndoto kubwa ya kuishi maisha ya juu, maisha ya kifahari. Baadaye familia yake ilihamia Ujerumani. Hapo ndipo maisha yalianza kubadilika kidogo. Alisoma, lakini hakumaliza masomo yake kikamilifu. Badala yake, alivutiwa zaidi na dunia ya mitindo, fashion na maisha ya watu maarufu. Alienda Paris kwa muda, akafanya kazi kwenye jarida la mitindo, fashion. Na hapo ndipo akili yake ilianza kujengwa. Akaona jinsi watu wanavyoishi maisha ya kifahari na akaanza kujiuliza, kwa nini na mimi nisiwe mmoja wao? Mwaka 2023, Anna alihamia New York City, Marekani. Na hapo ndipo hadithi yake halisi ilianza. Alibadilisha jina lake kutoka Anna Sorokin na kujiita Anna Delvey. Hakuwa tena msichana wa kawaida kutoka familia ya kawaida. Sasa alikuwa mrithi tajiri kutoka Ujerumani, mwenye trust fund ya mamilioni ya euro. Na cha kushangaza, watu waliamini. Anna alijua kitu kimoja muhimu sana katika dunia ya matajiri: muonekano ni kila kitu. Alivaa nguo za gharama kubwa, alienda kwenye matukio ya kifahari, akaingia kwenye sehemu ambazo watu wa kawaida hawawezi hata kufikiria kuingia. Hapo ndipo alipokutana na marafiki matajiri, wanamitindo, wasanii, wafanya biashara na watu wenye connection kubwa. Aliishi kama wao, akizungumza kama wao, na zaidi ya yote, alijiendesha kwa kujiamini kama wao. Hakuna aliyedhani alikuwa anadanganya. Sasa swali ni, aliwezaje kuishi maisha hayo bila pesa? Hapo ndipo mchezo wake wa akili ulipoanza. Anna alianza kuingia kwenye hoteli za kifahari za New York. Aliishi kama malkia, room service, vyumba vya gharama kubwa, huduma za hali ya juu. Lakini badala ya kulipa, alikuwa anatumia mbinu. Aliahidi atalipa baadaye, alitoa risiti bandia, au wakati mwingine akidai kuna shida ya benki. Na mara nyingi ilifanya kazi. Lakini hakuishia hapo. Anna alikuwa na ndoto kubwa zaidi, ya kutengeneza klabu ya kifahari iitwayo Anna Delvey Foundation. Ilikuwa iwe sehemu ya sanaa, burudani na watu matajiri pekee. Ili kufanikisha hilo, alihitaji pesa nyingi. Alianza kwenda benki mbalimbali akiwa na nyaraka bandia zinazoonyesha ana mamilioni ya euro kwenye trust fund. Aliomba mikopo mikubwa, mamia ya maelfu hadi mamilioni ya dola. Na kwa sababu ya muonekano wake na kujiamini kwake, benki zilianza kumwamini. Aliweza kupata pesa na kuendelea kuishi maisha ya kifahari. Lakini kila kitu kina mwisho wake. Pole pole watu walianza kupata mashaka. Hoteli zilianza kudai malipo yao. Marafiki zake waliokuwa wanamlipia gharama walianza kuona hawarudishiwi pesa zao. Na baadhi ya benki zilianza kugundua nyaraka zake hazikuwa halali. Kitu kilichomweka wazi zaidi ni tukio moja. Rafiki yake alimlipia safari ya kifahari, lakini Anna hakuwahi kumrudishia pesa. Hapo ndipo watu walipoanza kufuatilia kwa makini. Mwaka 2017, Anna Delvey alikamatwa. Ndoto yake ya maisha ya kifahari ikaanguka ghafla. Kesi yake ilivuta attention kubwa sana kwa sababu watu walishangaa.
Inawezekanaje mtu asiye na pesa kabisa aishi kama bilionea kwa muda mrefu kiasi hiki? Mwaka 2019 alipatikana na hatia. Makosa yake yalijumuisha udanganyifu, wizi na kutumia huduma bila kulipa. Alihukumiwa kifungo cha miaka 4 hadi 12 jela. Alitumikia takribani miaka 4 kabla ya kuachiwa. Lakini hata baada ya kutoka jela, hadithi yake haikuishia hapo. Anna aliendelea kuwa maarufu. Alifanya mahojiano na hata hadithi yake ikageuzwa kuwa series maarufu. Watu wengine walimwona kama tapeli, lakini wengine walimwona kama mtu mwenye akili ya kipekee aliyefanikiwa kuchezea mfumo. Leo hii, Anna Delvey ni moja ya jina linalozungumziwa duniani, sio kwa sababu ya utajiri wake, bali ni kwa sababu ya ujasiri wake wa kuigiza maisha ambayo hayakuwa yake. Na labda somo kubwa kutoka kwa hadithi yake ni hili: katika dunia ya leo, mwonekano unaweza kukufungulia milango, lakini ukweli ndio unaoamua utakaa ndani kwa muda gani. Sio kila anayeng'aa ana dhahabu ndani yake, na sio kila anayekaa na matajiri ni tajiri kweli. Hii ilikuwa ni hadithi ya Anna Delvey. Endelea kutufuatilia kwa simulizi zaidi za ukweli zinazotikisa dunia. 7 Media, Mtasha.